Shirika la fedha la kimataifa IMF limeondoa na kuvuta rasmi taarifa yake iliyokuwa ikitangaza utoaji wa fedha za kiasi cha dola za Marekani milioni 443.9 kwa serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kupitia mpango wa haki maalum za kuchota fedha SDRS. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na mtandao wake wa mawasiliano, shirika la fedha la kimataifa IMF limebainisha kuwa tangazo hilo lililochapishwa awali mnamo Julai tarehe 10 limeondolewa kabisa kwenye kurasa zao zote rasmi na halitakuwa na kazi tena. Hatua hii ya ghafla kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa IMF inaleta changamoto kubwa kwa mipango ya kifedha ya serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kwani fedha hizo zilipangwa kusaidia kuimarisha akiba ya fedha za kigeni pamoja na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Uamuzi huu wa shirika la fedha la kimataifa IMF kufuta tangazo hilo bila kutoa maelezo mbadala unadhihirisha mabadiliko makubwa katika uhusiano wa kifedha kati ya taasisi hiyo na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kupitia mtandao wake rasmi, shirika hilo la fedha la kimataifa IMF limethibitisha kuwa hakuna mpango wowote kwa sasa wa kutoa taarifa nyingine mbadala kuhusu mgao huo wala kutenga fedha hizo kwa ajili ya serikali ya Tanzania. Kughairiwa kwa mchakato huo wa SDRS kunaleta changamoto mpya za kibajeti kwa Wizara ya Fedha chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, kwani bajeti ya serikali mara nyingi hutegemea mikopo na ushirikiano wa kifedha kutoka kwa mashirika ya kimataifa ili kufadhili miradi mikubwa ya miundombinu. Hatua hii ya shirika la fedha la kimataifa IMF imejitokeza katika kipindi ambacho taasisi za kifedha duniani zinakabiliwa na shinikizo kubwa la uangalizi wa kimataifa kuhusu namna vinavyotoa fedha na mikopo kwa nchi zinazoendelea. Kupitia taarifa za kiofisi, shirika la fedha la kimataifa IMF limesisitiza kuwa linaweka msisitizo mkubwa kwenye misingi ya uwazi, uwajibikaji pamoja na uhasihi wa taarifa zake zote za kifedha kabla ya kuidhinisha au kutangaza mgao wa fedha. Katika muktadha wa serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, vigezo hivi vya uwazi na uwajibikaji vimekuwa nguzo kuu ambazo mashirika za kimataifa yanazipima ili kuhakikisha kuwa fedha zinazotolewa zinatumika kikamilifu kwa malengo yaliyokusudiwa bila kuwepo kwa dosari au kutokuelewa kwa kitakwimu na kisheria. Maafisa wa shirika la fedha la kimataifa IMF wameweka wazi kuwa kwa sasa hakuna mgao mpya wa SDRS uliopangwa kuelekezwa kwa serikali ya Tanzania au kutangazwa katika siku za usoni. Kupitia mtandao wa kiofisi wa taasisi hiyo, mwakilishi wa shirika la fedha la kimataifa IMF ameeleza kuwa taarifa ya awali ya Julai 10 haipaswi kutumiwa tena kama rejeo rasmi ya uwepo wa fedha hizo kwa serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kuvutwa huko kwa taarifa kuna maanisha kuwa serikali italazimika kutathmini upya vyanzo vyake vya ndani vya mapato pamoja na mikakati mingine ya kukopa ili kuziba pengo hilo la dola za Marekani milioni 443.9 ambazo zilikuwa zikitarajiwa kuingia kwenye mfuko mkuu wa hazina ya kitaifa. Athari za uamuzi huu wa shirika la fedha la kimataifa IMF zinaguza moja kwa moja uratibu wa kiuchumi na sera za fedha serikali ya Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuelekea utekelezaji wa mipango na maendeleo ya kitaifa. Kupitia mfumo wa utoaji habari wa taasisi hiyo, shirika la fedha la kimataifa IMF limeonyesha kuwa kuondolewa kwa taarifa hiyo ni sehemu ya kusimamia viwango vya juu vya utoaji wa taarifa, yaani
ili kuleta mabadiliko kwa sasa. Kupitia mfumo wa utoaji huu utoaji wa taarifa za kifedha kwa upande wa Tanzania, kukwama kwa fedha hizo kunazidisha umuhimu wa serikali wa Rais Samia Suluhu Hassan na Tanzania kwa ujumla kuendelea kuimarisha mfumo wa ukusanyaji wa fedha na kodi wa ndani kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ili kuhakikisha kuwa shughuli za kiserikali hazikwamishwi na mabadiliko ya maamuzi ya mashirika ya kimataifa. Mchakato huu wa kufutwa kwa mgao huo wa SRDS pia unaleta picha ya jinsi gani masoko ya kimataifa na taasisi za fedha zinavyofuatilia kwa karibu mwenendo wa uchumi wa Tanzania chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kupitia taarifa hiyo, shirika la fedha la kimataifa IMF limebainisha kuwa kuvutwa kwa taarifa ya Julai 10 ni hatua ya mwisho kabisa kwa sasa na hakuna mjadala mwingine unaoendelea kuhusu utoaji wa fedha hizo. Jambo hili linaonyesha wazi kwa serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan itastahili kufanya mashauriano mapya ya kidiplomasia na kifedha iwapo inahitaji kufungua tena milango ya kupokea msaada au mikopo mingine kutoka kwa shirika hilo hapo baadaye. Ukweli kwamba shirika la fedha la kimataifa IMF limegomea hata kutoa taarifa mbadala unaonyesha kuwa hakuna makubaliano ya haraka yaliyofikiwa kati ya serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na viongozi wa taasisi hiyo ya kimataifa. Kupitia kurasa za mtandao rasmi, shirika la fedha la kimataifa IMF limevuta kumbukumbu zote zilizokuwa zikihusisha Tanzania na mgao huo wa dola za Marekani milioni 443.9. Uamuzi huu unaiweka serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nafasi ya kujitathmini upya kisekta, hasa katika kipindi hiki ambacho matumizi ya serikali yanahitaji ugharamiaji wa kutosha ili kukamilisha miradi ya kimkakati kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa fedha. Uchambuzi wa mwenendo huu wa shirika la fedha la kimataifa IMF unaonyesha kuwa utawala wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan unakabiliwa na mtihani wa kudhibitisha utulivu wa uchumi mbele ya wafadhili wa kimataifa. Kupitia taarifa rasmi, shirika la fedha la kimataifa limesisitiza kuwa usahihi wa taarifa ndio msingi wa ushirikiano wowote wa kifedha duniani. Kwa sababu hilo, kuvutwa kwa taarifa ya utoaji wa fedha hizo kunazitaka mamlaka za fedha nchini Tanzania zinazofanya kazi chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kutoa maelezo sahihi na ya kina ili kuondoa mshangao na hofu miongoni mwa wadau wa uchumi na wananchi kwa ujumla. Sekta binafsi na wawekezaji wa kigeni wanaofuatilia uchumi wa Tanzania nao wanatazama hatua hii ya shirika la fedha la kimataifa IMF kama ishara ya haja ya kuwa na umakini mkubwa katika mipango ya kifedha ya kiserikali ya Tanzania. Na kupitia taarifa yake, shirika hilo la kimataifa limehakikisha kuwa hakuna taarifa yoyote mpya itakayotolewa kwa sasa kuhusu mgao wa Tanzania. Hali hii